Asante sana mwana michezo Sanjari kuwa nasi sambamba mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Sport Zone. Baada ya matangazo mafupi tumerejea na kubwa kuliko ni michezo ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi kule nchini Morocco. Na leo tutakuwa na michezo minne. Mchezo wa kwanza kabisa utakuwa ni majira ya saa 2:30 kati ya Nigeria Super Eagles, mabingwa mara 3 wa kombe hili la AFCON, na Tanzania. Na mechi nyingine itakuwa ni Grupu D kati ya DRC Congo na Benin, na mechi nyingine itakuwa ni kati ya Senegal na Botswana. Na kubwa kuliko hapa tunazungumzia mechi ya Tanzania dhidi ya Nigeria Super Eagles, mabingwa mara 3 wa kombe la AFCON. Kwako Chimalika, hivi unaiona wapi Tanzania katika mechi ya leo, ama itaingia vipi katika mchezo huu wa leo? Kwanza ni mchezo ambao ni mchezo wa kiushindani zaidi ukiangalia, kwa sababu kwanza anaangalia na namna ya mifumo mwalimu atakapokuja. Miguel Gamondi leo anatarajia na mfumo wa 4-1-4-1. Kwa kwamba awe anatumia backline ya watu 4, lakini pia ana kiungo mmoja ambaye atakuwa anaunganisha mabeki, lakini pia na kiungo cha chini. Kwa hiyo katika mfumo huu hapa tutakuwa tunaona kwamba atakuwa anasimama na mabeki 4. Kwa hiyo natarajia kwamba ataanza kule upande ambapo ya kulia ataanza na Kapombe, lakini ambapo kushoto ataanza na Zimbwe, lakini hapa katikati kutakuwa kuna Baka pamoja na Dickson Job. Kwa hiyo lakini pia katika shape hii hapa tunatarajia kwamba wakati wanafanya overlapping sio mabeki wote wawili wanakuwa wanapanda. Kwa hiyo mmoja akipanda, Kapombe akiwa anapanda huku Zimbwe anakuwa anarudi ku replace nafasi ya Kapombe, kwa sababu Baka itambidi aingie katikati, lakini na wale wengine wanazidi kupanda. Kwa hiyo kiungo wa katikati hapa anaweza kamweka Yusuf Kagoma kwamba atakuwa anacheza, anaunganisha kati ya mabeki pamoja na yeye, kwa sababu nimemchagua Kagoma kwa sababu ni mchezaji ambaye ni pure holding midfielder, kwa maana ni kiungo mkabaji halisia. Kwa hiyo ataweza kuweka walinzi wake salama. Kwa hiyo nategemea jina mfumo huo, kwa sababu akifanya hivyo anaweza kupunguza zile crosses za Nigeria, lakini pia kufanya kuzuia zile surprise attack za Nigeria, kwa sababu ukiangalia Nigeria ni watu ambao kidogo wapo vizuri sana katika kutumia maeneo ya pembeni. Kwa hiyo asante sana Chimalika. Kwa dakika moja hivi, ubora wa Tanzania unauona wapi kuingia katika mechi hii ya leo dhidi ya Super Eagles? Tunaona Super Eagles ama Nigeria, hii ni miongoni mwa mataifa ambayo wana wachezaji wengi sana ambao wanacheza nje ama wanacheza ligi kubwa barani Ulaya, hususani pale England. Tunaona wachezaji kama akina Iwobi, akina Ademola Lookman wanacheza Atalanta. Ubora wa Tanzania unauona wapi katika mechi hii ya leo? Taifa Stars kitu cha kufanya leo, asiende akiwa ana mpango wa kutaka kushambulia, kwa sababu akienda hivyo atakuwa anajikuta anaingia katika majaribu ambayo ni makubwa. Kwa hiyo cha kufanya na Taifa Stars, anachotakiwa kufanya awe anajilinda, lakini ajilinde kimbinu zaidi, awe anatumia mashambulizi ya kushtukiza, vitu kama hivyo, kwa sababu ana watu ambao wanaweza kufanya kazi. Anasema kwa sekunde moja, Chimalika, hivi unamwona mwalimu Gamondi leo anaweza kaanza na kikosi gani? Leo mimi naona pale anaweza kaanza na Zuberi Foba, lakini pia ambapo ya kulia kule anaweza kamweka Kapombe, na kushoto nampa Zimbwe, lakini pia hapa katikati nampa Baka pamoja na Job, lakini katikati namweka Kagoma, lakini pia nitamweka Abraham Morris, huku nitamweka Simon Msuva na malizia na Bwana Samata. Uwepo wa Samata kikosini unaongeza kitu gani katika wachezaji ambao wako? Kuna wachezaji ambao ni mara yao ya kwanza kucheza AFCON. Uwepo wa Bwana Samata, Popa, captain mwenye uzoefu kweli kweli, unaongeza nini katika kikosi cha Stars? Unaongeza utulivu kwa wachezaji wengine, kwa sababu uwepo wake atakuwa kama yeye ndo mwalimu ama ndo kiongozi kwa wachezaji wenzie. Kwa atakuwa anaweza kutuliza pressure ya wachezaji wenzie kwenye mchezo, kwa sababu kuna wachezaji wengine kama Abraham Morris ndio unakuta mashindano kama haya hawana uzoefu hivyo. Kwa hiyo ama kina Nixon Kibabagi hawana uzoefu wa hivyo. Kwa hiyo yeye atakuwa kama kiongozi uwanjani kwa asante sana Chimalika. Na hapa niko na Laswai Junior. Kwako Laswai Junior, hivi kikosi cha Nigeria kinajumuisha nyota mbalimbali ambao wanacheza nje ya bara la Afrika, ama unaweza kusema ni 100% ya kikosi cha Nigeria wanacheza nje ya Afrika. Hivi unaona Nigeria wana nafasi gani katika mchezo huu wa leo? So far Nigeria kwenye mchezo wa leo, sisi dhidi yao, wao hapo ndio kwa first priority wangu. Wana nafasi kubwa kutufunga. Wana nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi. Kwa vigezo vipi ama kwa lengo gani unawapa Nigeria kwamba wana nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi katika mchezo huu wa leo? Kwanza katika vigezo ambavyo nitavitumia mimi au nilivyovitumia mimi kusema hivyo, kwanza unaweza kuangalia ranki za wachezaji. Yaani madaraja ya wachezaji, na maanisha madaraja ya wachezaji ya Nigeria dhidi ya wachezaji wetu wamechana parefu sana. Ukiangalia kocha ya Nigeria
tumeleta wachezaji wawili tu kutoka barani Afrika ni magolikipa. Unaona Singida, Black Stars, Hamas yule. Lakini wengine kuanzia defenders, paka, strikers wote wanacheza. Na sio Ulaya kwenye zile top teams zile. Unaona Victor Osimhen, Galatasaray mfungaji bora, amekuwa mfungaji bora sasa hivi kwenye UEFA kule anakimbizana na watu. Akina Ademola Lookman Atalanta, ukija Alexander Iwobi Fulham, unaona wakina Victor Simon, yani wana kila aina wachezaji. Lakini sasa kinachowaponza Nigeria bana, miaka ya hivi karibuni kama vile Super Eagles ile wanaojiona wao ndio wao, kwa hilo linasababisha uwanjani wanashindwa hapo la Swahili Junior. Kwa hivi karibuni Nigeria imekuwa ni timu ambayo haina fomu nzuri, ukiacha kuwa na majina makubwa katika timu, wachezaji wenye profile kubwa, wachezaji ambao wanacheza ligi mbalimbali barani Ulaya, kwa mfano akina Victor Boniface, akina Victor Osimhen, akina Ademola Lookman, lakini wameonekana kuwa hawana ile spirit ya kujituma. Kama ikumbukwe waliweza kufungwa katika mchezo wa kufuzu kuelekea katika kombe la dunia 2026 dhidi ya DRC Congo. Hivi hauioni hii inaweza kawa ni miongoni mwa weakness ambayo inaweza kapelekea kupoteza mchezo huu wa leo? Kwanza psychology, yani kisaikolojia kwanza Nigeria hawako vizuri. Nigeria hawako vizuri kisaikolojia baada ya kufungwa na DRC Congo. Wamevurugana kabisa. Unaona, ndio maana sasa hivi kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Nigeria wanaamua kwenda kwa shtaki DR Congo FIFA. Wakiamini labda kuna namna walivyohujumiwa, yani kwa hiyo shauri lao lipo FIFA kule, na FIFA wanadisikiliza kuona kama watapata kitu. Lakini tukirudi katika mchezo wa leo, kwangu mimi hapa kikosi cha Nigeria dhidi ya timu yetu ya Taifa Stars, kina Baka leo na kazi kubwa ya kufanya. Hapo la Swahili Junior, Tanzania unawapa asilimia ngapi kuondoka na ushindi katika mchezo huu wa leo, na Nigeria anaondoka na asilimia ngapi? Kwangu mimi Nigeria nampa 70%, Stars nampa 30%. Asante sana mwana michezo, ikiwa ni Sport Zone, ukiwa nami Mafal Finance Abdul Samad Hassan. Utakuwa nami hapo kesho majira kama haya leo kukupa update mbalimbali za michezo. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Sport Zone, pale YouTube tunapatikana kama Sport Zone. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na H Malika, nilikuwa na La Swahili Junior. Mpaka muda mwingine tena.